ya kuwa nalifurahi nalipoambiwa twende katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watoto wetu wa Sunday School, unapoambiwa ingia katika nyumba ya Bwana, usikasirike, usilie. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika nyumba ya Mungu kuna chemchemi ya uzima. Katika nyumba ya Mungu kuna furaha tele. Katika nyumba ya Mungu kuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyumba ya Mungu ndio unajihisi huru, unakuwa na amani, usikuwe na wasiwasi yoyote. Maana hii nyumba sio nyumba ya wanadamu, ni nyumba ya Mungu. Penye tumeingia hivi tuko katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jumapili iliyopita, nashukuru wote wapendwa waliokuwa tulijifunza juu ya spiritual growth. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona jinsi inavyopasa sisi tukakue kama Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tunaenda kujifunza juu ya hekima. Mkristo ambaye wewe umekuwa katika wokovu, inafaa ukuwe na hekima katika hali mbalimbali, ndio uweze katika hii njia ya wokovu, kutembea katika njia ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Inafaa ukuwe na hekima, ndivyo wewe ujue kuishi hata katika mji wako. Kama wewe ni mama, ama wewe ni baba, ama wewe ni kijana, inafaa ukuwe na hekima. Maana usipokuwa na hekima hautaweza kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utashindwa mambo ya ulimwengu huu. Inafaa Mkristo ambaye umeokoka, inafaa ukuwe na hekima kutatua hali mbalimbali ambayo inakuja katika maishani mwako. Kama wewe ni mama ama baba ama hata mtoto wa Sunday School, nitakana ukuwe na hekima. Unapoenda uko shule, inafaa ukuwe na hekima, ujue jinsi ya kumjibu mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Mama zetu tutasaidia kwa watoto wa Sunday School wasitembee huko nje. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tukasome katika kitabu cha Yakobo 3 kuanzia penyewe. Kwa uwezo wa Bwana nitasoma. Kiswahili nasema ya kuwa, ndugu zangu, msiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ati tusikuwe walimu wengi. Maana wewe unapokuwa mwalimu katika ulimwengu huu utapata hukumu kubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna walimu katika ulimwengu huu, walimu ambao hawakuhitimu, walimu ambao hawakuchaguliwa kwa walimu, lakini ni mwalimu tu ambaye anakufunza mambo ya ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wa mama. Bwana Yesu asifiwe. Mulete mawazo yenu hapa kanisani. Tumeingia kwa kanisa, tuko katika mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Ati tusiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa wewe ukikuwa mwalimu mwenye uko na ujuzi mwingi, wewe utapata hukumu kubwa. Tunasema walimu, kuna walimu wako huko nje, walimu wa dunia, ni wamama wakubwa, wababa wakubwa, lakini wako na walimu wa kufundisha watoto wadogo, wamama wadogo, wababa wadogo, hata wababa wakubwa. Kuna tu walimu wako huko nje wamejiandika tu. Utapata tu mama mkubwa, lakini ni mwalimu tu. Wewe ni mama mdogo, umeingia katika ndoa yako, lakini yeye anajifanya tu kuwa mwalimu. Kwa kijiji anasema ya kuwa wewe usipofanya hivi na hivi hautaweza boma ambayo umeingia. Wewe usipofanya hivi na hivi hautafaulu mume ambaye umeoleka naye. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya siku ya leo wapendwa, wamama wadogo ambao mnaanza ndoa, mjue ya kuwa kuna walimu ambao hawana mshahara, walimu ambaye wanapeleka story huku na huku.
anapokuona wewe umeingia katika nyumba yako umekosa mwelekeo, yeye anakuja kukupatia mwelekeo. Na ujue saa zingine anaweza kupatia mwelekeo ambao haumrudishi Mungu shukrani, ambao mwelekeo ambao haukusaidii ukasimama katika nyumba yako ama katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ambao umeingia kanisa asubuhi ya siku ya leo, ukajua ya kuwa kuna walimu huko nje, walimu wa dunia ambao shetani amewapatia akili ya kufunza tu watu, wanakufunza na wanakuingiza vitu vya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza sema ni baba mkubwa ama ni mama mkubwa, anajua, ananiambia maneno mazuri, ananipeleka katika njia ya Mungu, lakini jua ya kuwa kuna walimu wabaya, walimu ambao wanakupeleka katika njia mbaya, ambao wanakufanya wewe ukapotee. Bwana Yesu asifiwe. Mama kanisa, karibu sana katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunakungoja mama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wamama wetu ambao wanaanza ndoa, watoto wetu vijana, watoto wetu wa Sunday school, wababa wetu ambao mko katika manyumba zenu, mjue ya kuwa kuna walimu wapotofu, walimu ambao wanatumika na shetani huko nje. Atakusimamisha wewe, unasoma tu vizuri, lakini utadhani huyu ni mama mkubwa ananiambia maneno ya hekima, lakini anakupotosha. Bwana Yesu asifiwe. Na walimu, Biblia inatuambia ya kuwa watapata hukumu kubwa. Sasa Biblia inatuambia ya kuwa sisi ambao tuliitwa na Yesu Kristo tukakuwe na hekima, tusikuwe walimu saidi. Wewe usifunze kitu yenye haujui. Usikutane tuna mtoto wa mtu unamfunza vitu vyenye asimpeleki mbali, ambazo zinamharibu, zinaleta upotofu ndani ya maisha yake. Umeona mtoto wa mwenzako anaanza ndoa, anahangaika, na wewe ni mama ama baba mkubwa ambaye unajua hali ya maisha yote, wewe unampatia mafunzo ya kumpoteza. Ama mtoto wa mwenzako hapo shuleni, lakini wewe tu mama mkubwa ama baba mkubwa unampata katika njia, unampatia mafunzo ya kumpoteza. Biblia inatuambia kuwa usikue mwalimu mwingi, maana hukumu utaipata. Wewe ukipata mtoto wa mwenzako ukimfunza vitu vipotofu, jua ya kuwa wewe utahukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tusikue walimu wengi. Kama unajua kitu ni kibaya, usifunze mwenzako afanye kitu kibaya katika nyumba yake, katika kazi yake, katika masomo yake. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mtoto wa mwenzako anasoma, anaendelea vizuri, na wewe unasimama na walimu ambao unamrudisha nyuma. Biblia inatuambia kuwa utahukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tusikue walimu wengi ambao usifunze kile kitu ambacho haujui, ambacho hakina msimamo, ambacho hakina mbele wala nyuma. Wewe unapofunza mtu kitu chochote, jua ya kuwa hicho kitu mbeleni kitamsaidia asimame, kitamsaidia nawiri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama unajua kitu ni kibaya, wewe usikue mwalimu, nyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Kunyamaza, mpendwa, pia kinaonyesha wewe uko na hekima. Lakini wewe ukipaika ukiambia hata mtoto wako kitu chochote, jua ya kuwa wewe ni mwalimu. Wewe unapokuwa mzazi, wewe mahali ambapo uko hapo, jua tu wewe ni mwalimu. Kila mtu ni mwalimu. Kila ambacho unajua kile chochote, ukikaa na mwenzako, jua ya kuwa mwenzako akanasoma kitu kutoka kwako. Sasa jua kuwa wewe ni mwalimu. Najua kila ambacho, kama umekaa na mwenzako, jua kila ambacho unaongea katika kinywa chako. Maana jua ya kuwa hiyo kitu mwenzako ambaye amekaa karibu na wewe akanasoma kitu kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hata hayo maisha ambayo unaishi, jua ya kuwa wewe ni mwalimu. Kama wewe ni mama, wewe ni mwalimu wa watoto wako. Wewe ni mwalimu, hata mume wako akanasoma kitu kutoka kwako. Kama wewe ni mume, jua ya kuwa hata wewe mke wako pia akanasoma kitu kutoka kwako. Mpendwa, jua kuwa wewe ni mwalimu. Sasa jua kila ambacho kinatoka katika kinywa chako. Usikuwe mwalimu mwingi ambaye
kipotofu. Yale ambaye anatoka katika kinywa chako kutoka asubuhi mpaka jioni, yule ambaye ako karibu na wewe anasoma na utaona akanaika kutoka kwako. Na Biblia inakwambia kwa hivyo wewe utahukumiwa zaidi. Sasa hekima, wewe kinywa chako, fungua maneno, fungua kinywa chako, jua haya maneno ambaye yanatoka katika kinywa chako. Usikuwa unafungua tu maneno, unatupatupa tu maneno. Neno ni kutoka katika kinywa chako. Pima hiyo neno linapofikia mtu mwingine, hilo neno litakuwa la msaada, ama hilo neno litafanya huyo mtu asipate kitu chochote kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaendelea kusema ya kuwa maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi twajikwaa katika mambo mengi. Wapendwa, wanajikwaa kutoka mambo mengi. Maneno ambayo yanatoka katika kinywa chako inaweza fanya mtu akajikwaa na akaanguka kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yeyote ambaye ako karibu na wewe, hayo maneno ambayo yanatoka katika kinywa chako yanafanya akajikwaa. Sisi sote pia katika mambo mengi. Yaani Biblia inatuambia kuwa na hekima, mpendwa, usikuwe na mambo mengi katika kinywani mwako. Maana maneno ya mambo mengi katika kinywa chako kinafanya mpendwa akajikwaa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukinena maneno mengi kutoka katika kinywa chako, utapata mwenzako amejikwaa, amekwasika. Sasa tusiongee maneno mengi kutoka katika kinywa chetu, tukapime yale ambayo yanatoka katika kinywa chetu, maana wanaotusikia wanajikwaa. Tusifanye wale ambao wanatusikia wakajikwaa. Tunasoma katika kitabu cha Yakobo 3 kuanzia penyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na tunajifunza juu ya hekima. Maana tunajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yeyote ambaye asiyejikwaa katika kunena kwake, huyo ni mkamilifu. Lakini wewe unapoongea na wewe unajikwaa, jua ya kuwa wewe haujakamilika. Na awezaye kuzuia mwili wake wote kama kwa kulijamu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye unazuia mwili wako na maongezi yako, unajizuia. Yaani ukifika mahali watu wanapiga story, wewe usiingiemo, unaanza na unasema nilisikia haya maneno yalikuwa hayo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unashuhudia tu uongo. Biblia inatuambia wewe hautakuwa mkamilifu. Yaani unajizuia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukipata vikao zimekaa, watu wamekaa katika vikao, wewe jizuie. Zuia mdomo wako. Usikuwe tu mwepesi kwa kuachilia maneno kutoka katika kinywa chako. Unaweza kuwa unaachilia na uko unaharibu hapo mahali. Bwana Yesu asifiwe. Ati tukajizuie. Wewe ukipata watu wanaongea wawili watatu, wewe usiingie kwa ndani na unasema pia mimi nilisikia hayo maneno. Bwana Yesu asifiwe. Ati tujizuie. Wewe utakuwa mkamilifu. Lakini kama utusii, ukifika tu hapo mahali na wewe pia unasema hiyo ilikuwa hayo maneno yalikuwa tu hivyo, na wewe utajua maneno hayo ilianzia wapi kaendea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Awezaye kuzuia mwili wake wote kama kwa kulijamu. Angalieni, twatia lijamu katika vinywa vya farasi ili wamtii, hivi twageuza mwili wao wote. Tena angalieni makerubi, ingawa ni kubwa kama nini na kuchukuliwa na pepo kali, singe zakeuswa na usukani mdogo sana kote anaposimia kwenda na hoda. Bwana Yesu asifiwe. Hatukuchukua tu wapendwa ambao tunachukulia tuna upepo. Yaani unaenda tuna upepo. Tukuwe na msimamo katika maishani mwetu. Tusikuwe tu kama wapendwa ambao tunachukuliwa tu na mtu
yeyote kwenda kufanya kitu chochote. Mtu yeyote anakutumia kufanya kitu chochote kibaya, yaani kusikiza hayo mafunzo mabaya. Tusichukuliwe kama upepo. Bwana Yesu asifiwe. Tusichukuliwe tu kama upepo, tukue na msimamo. Kama wewe mama umeingia katika nyumba yako na ulichagua huyo mume wako ukamchagua, sisi hatukuchagulia, hata hatukukua hapo mahali mkielewana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusichukuliwe tuna upepo, ukapata tu mafundisho kutoka huku na huku. Unasikiza wenye wanakuja wanakwambia hapa kwa hii boma watu hawaishiki, kwa hii boma watu wao wafaulu, na utafaulu kweli hapa? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama katika kijiji yetu, hiyo mama ni mama mkubwa sana, lakini huyo mama yani amechukua tu ushugari, akipata mtoto mtu anaoleka katika boma, huyo mama ako tayari kumtoa hapo na kumpeleka kazi. Anasema ya kuwa ati nikupeleka Saudi Arabia, kuna kazi, utaishi vizuri, utakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya mafundisho ndio nilikuwa nasema ya kuwa kuna wamama huko nje, kuna wababa wakubwa, kuna vijana na wako na mafundisho mbalimbali ambayo hayakusaidii wewe ukachengeka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inatuambia kwa tusichukuliwe tu kama upepo, tukue na msimamo. Simama ukasema ya kuwa mimi nilikuja na nilikuja kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hatapata nafasi ya kukeusa. Shetani hatapata nafasi ya kukuja na ualimu wowote katika maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Ati tena angalieni makerubi, ingawa ni kubwa kama nini na kuchukuliwa na pepo. Bwana Yesu asifiwe. Ati angalieni makerubi ni kubwa, lakini inachukuliwa na upepo kali, zinazogeuzwa na usukani mdogo sana, kokote anaposimia kwenda na hoda. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, hata kama wewe uko na kila kitu, wewe Mungu amekubariki, uko na mali, umesoma, lakini kama hauna msimamo, wewe utalinganishwa tu na melekevu. Bwana Yesu asifiwe. Melekevu ni mzito, lakini hiyo inaenda tuna upepo. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika maisha yetu tusiukue wale ambao tunaenda na upepo, tukue na msimamo. Kuwe na msimamo na kila kitu ambacho unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Usikuwe tu mpendwa, umeanzisha biashara hii leo, lakini mwalimu mwenzako anakuja anakudanganya kuwa hii biashara haina faida, waje kujaribu nyingine, na wewe pia unaenda kujaribu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuwa na msimamo na uvumilivu na kila kitu ambacho unafanya. Katika nyumba yako kuwa na uvumilivu. Usifungue masikio ukisikiza yale ambayo watu wanasema. Adui anakujia kwa watu, watakupatia mawaida, watakupotoza, wewe utapotea. Bwana Yesu asifiwe. Utapotea na huo ualimu. Wewe sipa masikio na ukuwe na msimamo na ujue mahali ambapo unaenda, na ukamuombe Mungu akakusaidie, akakupatie uvumilivu, ukastahimili, ukasimame, usiende na upepo. Bwana Yesu asifiwe. Usimamo, ukasimame. Bwana Yesu asifiwe. Atinao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajizi. Bwana Yesu asifiwe. Atu ulimi mpendwa, kwenye Biblia nilisema maneno yasitoke katika kinywani mwako mengi, maana huu ulimi ni kiungo kidogo. Huu ulimi unaweza washa moto mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Huu ulimi unaweza fanya inji ikaporomoka, boma ikaporomoka, soko ikaporomoka, kanisa ikaporomoka. Na hii ulimi ni kiungo tu kidogo. Lile tu neno ambalo linasema lile kidogo tu linaweza washa moto, watu wakaugua. Bwana Yesu asifiwe. Huu ulimi unaweza nena laana ukaleta baraka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukachunge yale ambayo yanatokea katika ulimi wetu, maana umewekwa katika viungo vyetu. Huu ulimi uko katika viungo vyetu vya mwili, umewekwa
vyetu vya mwili, nao utiayo mtu wote unajisi. Huwasha moto mfululizo na maumbile, nao huwasha moto wa jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Huu ulimi ni kiungo kidogo, lakini unaweza fanya wewe ukakuwa najisi. Huu ulimi unaweza fanya Roho Mtakatifu akakutoroka wewe ukabaki tu katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Huu ulimi unaweza washa moto na wewe unaweza fanya wewe ukaingia katika jehanamu. Unaweza washa moto mfululizo wa maumbile, nao huwasha moto wa jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wapendwa, tukajue ulimi ni kiungo kidogo, ni kitu kidogo, lakini inaweza fanya wewe ukanena baraka ama ukanena laana katika maisha yako, ukaleta kifo ama ukaleta uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wapendwa, yale ambayo yanatoka katika kinywa chetu, inataka tumuombe Mungu tujue ni kitu gani kinatoka katika kinywa chetu, maana walio karibu na sisi ni waalimu, tunawafunza. Wale walio karibu na sisi wanajifunza kitu kutoka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Nao unafanya wanajikwaa ama wanasimama. Maana kila aina ya wanyama na ya ndege na ya vitambavyo na vitu vilivyo baharini vinafugika, navyo vimekwisha kufunga na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bali ulimi hakuna awezaye kufunga, ni uovu usiotulia. Hata vitu zingine vinaweza zifunga, lakini ulimi hakuna awezaye kufunga. Ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mpendwa, ni hekima itakayokusaidia wewe ukafunga ulimi wako, maana hakuna kitu itakayokusaidia wewe ukafunga ulimi wako, maana ulimi unaweza leta kifo. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, utaiona mama fulani ama baba fulani alienda kitu, na hiyo kitu ikaingia katikati ya watu wawili, nao watu wakapigana wakauana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya neno tu kidogo ambayo ulimi ulitereza na ukanena, ukafikia marafiki wawili na wakapigana wakauana. Hadi ulimi unaweza leta mauti. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema kitu ambacho Mungu anachukia sana, yule mtu ambaye anakosanisha marafiki, watu waliokaa pamoja kwa upendo, alafu shetani anakutumia, unaenda kukosanisha marafiki, wanakosana. Marafiki wanakosa upendo katikati yao. Wewe jua ya kwamba wanatumika na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe utakuwa unaleta mauti katikati. Kwa ulimi utakuwa umejaa na sumu iletao mauti. Kwa huo tamniki Mungu Baba yetu, na kwa huo twawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika kinywa chetu kuna uwezekano utoke baraka na kuna uwezekano utoke laana. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ambayo unanena katika kinywa chako yanaweza kuwa kuleta baraka katika maisha yako ama yalete laana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo. Chemchemi katika jicho moja kutoka maji matamu. Bwana Yesu asifiwe. Na maji machungu. Sasa wapendwa, tukajifunze katika kinywa chetu yakatoke chemchemi ya mambo mazuri, yasitoke mambo machungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukajifunze kutoa maji matamu, yaani maji ambayo mwenzako akisikia atafurahia kukaa karibu na wewe, lakini yasitoke yale maji machungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani neno lisitoke katika kinywa
kinywa chako likifikia mwenzako linaleta magonjwa, likifikia mwenzako linaleta udhaifu, likifikia mwenzako linamletea yaani kusononeka, anakosa matumaini. Yaani kinywa chetu ikatoe maji yaliyo matamu. Kristo ambaye umeokoka, ambaye uko na hekima, katika kinywa chako yakatoke chemchemi ya maji matamu, yasitoke chemchemi ya maji machungu ambaye analeta mauti, yanaleta kusambaratika, yanaleta kukosa amani. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, je, mti waweza kuzaa zaituni na mzabibu kuzaa tini? Kadhalika chemchemi haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji matamu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, tu ulikuwa na hekima ndani mwako, ukakuwa na matunda yenye kuwafunza Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inakuuliza ya kuwa mti unaweza kuwa kama ni mtimu ukatoa machungwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mweku huyu kwa harusi ya michungwa na mwali nanasi. Bwana Yesu asifiwe. Ati wewe kama uko mti wako uko na matunda mazuri, hauwezi kutoa matunda mabaya. Kama wewe ni mti mzuri, hauwezi kutoa matunda mabaya. Sasa kama wewe uko na hekima ndani mwako, wewe hautatoa matunda mabaya ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe pale hekima imejaa ndani mwako, wewe hautakosanisha watu, wewe hautaleta mauti, wewe utaleta baraka. Kinywa chako kitanena laana hata juu ya watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna baba wakubwa, mama wakubwa, kuna watoto wanaweza kusumbua, lakini Biblia inatuambia kwa kinywa chetu kikakuwa cha baraka. Tusikuwa baba au mama ambao tuko tayari kulaani. Laana inatoka katika kinywa zetu, na hizo maneno ambayo tuko katika kinywa zetu zinaleta mauti. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, kama ulibarikiwa tumbo lako likabarikiwa ukakuwa mzazi, kuwa kinywa chako kanena laana, kisinene laana kila wakati, kinene baraka. Bwana Yesu asifiwe. Maana neno litokalo katika kinywa chako mpendwa, linafikiria wewe mtoto ambaye ulimbeba, mtoto ambaye ulimlea. Baraka ya kwanza inatoka kwa mzazi. Tukanene baraka. Watoto wanasumbua, lakini tukanene baraka. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtoto anaweza kuwa kwake ama hapo kazi, atafaulu kukuwezesha kukupatia kila ambacho umetaka. Maybe pia kwa na mahitaji anamsumbua kama mwanadamu, ama anapitia hali ambayo inamsumbua kama mwanadamu. Wewe kama baba ama mama, wacha tukabaki katika maombi tukiombea watoto wetu. Mungu akatupatie uvumilivu, kuvumiliana. Hata kama mume ako mbali, wewe huwezi jua penye hapa anapitia hali gani, lakini wewe usichale tuna laana ya kumlaani mume wako mahali ambapo hako. Wewe unasema tu kwa maybe huko nyumbani unateseka na yeye anakula hapo kwa raha. Hiyo maneno ambayo yanatoka katika kinywa chako, kama wewe mke, inamfikia huyo mume na inaleta ugumu katika maisha yake. Hata kama wewe baba, inaleta ugumu katika mama. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema ya kuwa fanye mliunganishe kitu kimoja, chochote utakachonenea mwenzako kitamdhuru. Sasa iko tu kama mzazi, wacha tukanene maneno ya baraka katika watoto wetu. Usisema tu ya kuwa wewe unateseka na mtoto ako mahali anakula vizuri. Wewe sijua anakula vizuri. Wewe sijua mahali ambapo hako maneno ambayo anapitia kama mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ati haya maneno yatokaye katika kinywa chako inaweza kuleta mauti ama ilete baraka katika jamii yako. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tukaangalia yale yanenayo katika utokaji katika kinywa chetu. Inaweza kuwa chemichemi ya maji machungu ama chemichemi ya maji yasiyo maji safi. Bwana Yesu asifiwe. Tukakuwe na hekima, yale yatokayo katika kinywa chetu yakuwe matamu, ya kuvutia, ya kufurahisha. Bwana Yesu asifiwe. Maana wewe ni mti mtakatifu. Biblia inatuambia kuwa huwezi kuwa mti mzuri alafu matunda itokayo katika mti ule ni machungu. Bwana Yesu asifiwe. Ama wewe ukuwe mti mbaya alafu matunda itoke katika huo mti mazuri.
Bwana Yesu asifiwe. Mti mzuri huwa unatoa matunda mazuri kila wakati, matunda ambayo yanapendeza kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wokovu pia inalinganishwa tu na mti mzuri. Sisi ni mti mzuri, matunda yatokayo kwetu wache yakapendeze, yakapendeza hata watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wengi saizi wanaishi katika nchi ya mbali, wanapotea kwa ajili wazazi walinena maneno maovu. Yaani wakifika nyumbani hawafili kama ni nyumbani, maana sisi wazazi tunanena maneno maovu juu yao. Yaani hatuna maneno matamu ndani mwetu. Sisi tukikuwa na maneno matamu ndani mwetu, tutafutia usawa wetu, hautaenda mbali. Utaona ya kuwa kuna nyumbani, hata kama nyumbani hakuna chakula, hakuna kitu, lakini haya maneno matamu tu ambayo unakaa na watoto wako, ukiwaongelesha, ukiwapatia mwelekeo, ukinena baraka, watoto hawataenda wapotelee nje. Sasa tunaona visa mingi, watu wanaenda kule Nairobi wanarudi kama wamekufa, watu wanaenda kule Saudi Arabia wanarudi kama wamekufa, maana nyumbani hawakuona uzuri na faida ya nyumbani. Walikuwa wanasikia maneno mabaya, maneno ya laana, hawakupata urafiki nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Wacha wapendwa, katika nchi zetu tukafanye urafiki, yaani boma yetu ikuwe boma ya urafiki, watoto wetu wakaona ya kuwa wako na nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wetu hawataenda huko nje wapate walimu mwingine kutoka kwa watu wengine huko nje, maana Biblia imetuambia kuwa kuna walimu wengi huko nje, walimu ambao wako tu tayari kufunza maneno mabaya. Yaani hapo tu tayari anakuambia kuwa mimi mtoto wako kama mama utamweka karibu, ukampatia upendo, ukampa mwelekeo. Kuna tu mama huko nje hapo tu tayari anasema kwa tatu ukiacha tu shule saa hii, mimi nakupeleka Saudi Arabia, utakuwa unapata pesa mzuri, utavaa vizuri, utasoka vizuri, na mtoto atapata mwelekeo mzuri kutoka kwako kama mama, baba kwa bomu. Utaona atasikia kwa walimu mzuri huko nje ambao umemfutia, na unaona mtoto anatoroka anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia mtoto wako hapo mahali fulani, hapo Naivasha, hapo Nairobi. Yaani sisi wazazi tutakuwa tumekosa, hatutakuwa tumepata mwelekeo mzuri, hatutakuwa tumepata mwelekeo mzuri kwa watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imetuambia, imetukanya ya kuwa tusikuwe walimu wengi, maana tutahukumiwa. Tukue na hekima, tukapime maneno yatokayo katika kinywa chetu. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya siku ya leo nashukuru Mungu, maana Mungu amekuwa na kusudi na lengo. Basi alikuwa ameniambia ya kuwa alikuwa ametupea mama kanisa kutuhubiria. Nitakwambia mahali alafu nikaalike mama kanisa akatuendeleze, akatuhimize. Karibu sana mama. Karibu sana. Tushangilie mama.